Karibuni sana wapendwa. Mungu ni mwema ambaye ametujalia jioni hii ya leo kuweza pia kukutana na kuonana tena ili pia tushiriki neno hili la Mungu, maana Mungu ametujalia hivyo. Na ninashukuru sana kwa sababu ya neema hiyo ambayo Mungu ametupatia kila wakati tunapoishi. Maadamu itwao leo, basi na tumfanyie Mungu kazi. Na tufanyie Mungu kazi ambayo ni kamilifu, ili kila mtu atapata thawabu yake kwa Mungu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo neema ambayo Mungu ametupatia kwa sasa hivi, kwamba tutafakari pia neno la Mungu, na kadri Roho wa Mungu atakavyokuwa ametujalia, vile atakavyotuongoza, lile ambalo atataka tuweze kulifahamu, na ndilo tunaweza kulifahamu. Basi Mungu wetu ni mwema ambaye ametupa uzima. Na wakaribisha nyote nafasi ambayo uko nayo sasa. Pia ukiwa na Biblia yako unaweza kuichukua, kwa sababu sisi mara nyingi tunasoma neno hili katika Biblia, tukiangalia sana maandiko matakatifu jinsi inavyoweza kuwa inatuelekeza, kwa sababu hatutaki tufate hadithi ambazo zimetungwa, kwa sababu Petro aliwahi kutuonya kwamba watakuja watu wenye kudhihaki, na watu wenye kudhihaki ndio wamekuwa wengi sana, kwa sababu tumesikia hata wengine wakisema, mimi nahubiri lakini sihubiri watu waende mbinguni, watu waone vile wataenda mbinguni. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya mambo ya dhihaka ambayo watu wanadhihaki injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini injili ya Yesu Kristo yote ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ni habari njema za ufalme wa Mungu. Hivyo ndio injili ya Yesu ilivyo. Kando na hiyo, injili ya Yesu Kristo haina mambo mengine isipokuwa ni ufalme wa Mungu. Kwa hivyo tunapoangalia, tunaangalia sana maneno yaliyonenwa na manabii, tuone kama inatimia, kama vile tuliona wakati ule wa asubuhi kwamba Paulo alisema siku za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza mafundisho ya mashetani na zile roho zinazodanganya. Tukaona kwamba uongo ndio mafundisho ya mashetani, na uongo huko tu, si lazima uwe Freemason ndio uwe na uongo, ama uwe Illuminati ndio uwe na uongo. Uongo uko tu hata mahali huko, hata wewe mwingine pengine ni muongo. Kwa hivyo tukaona kwamba tabia za shetani, kwanza yeye alikuwa muongo, alafu ni muuaji. Kwanza ni baba wa uongo, na pia ni muuaji. Kwa hivyo ikiwa mtu anadai kwamba yeye ni wa kweli na yeye ni muongo, basi hatokani na Mungu. Kwa hivyo kulingana na kweli na uasi, basi inazilisha wazi kwamba kuna watoto wa Ibilisi na kuna watoto wa Mungu katika maisha haya ambayo tunaishi, ambayo ni ya kawaida tu. Kwa sababu watu wengi wamefikiria kwamba kuwa wa shetani ni jambo kubwa. Sio jambo kubwa kuwa wa shetani, kwa sababu inaonekana kwamba tuliambiwa kwamba mambo ambayo watu wanatenda, tukiangalia kile kitabu cha Yohana ambayo tulikuwa tumeangalia Yohana 8, tukaangalia vile Yesu anavyoongea na wale watu. Anaongea na wao mambo rahisi sana, lakini ni mambo inayohusiana na uungu na inahusiana na shetani. Kwa hivyo Yesu akasema maneno haya, akawaambia kwamba Yohana 8 mstari wa 34, Yesu akawaambia, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa nyinyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo ninenayo, na nyinyi hivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo.
Kwa hivyo kila mtu anafanya yale ambayo ameyaona. Huyu alisikia kwa baba na yule aliona kwa baba. Kwa hivyo kila mtu anafanya yale ambayo yametokana na baba yake. Kwa hivyo kama wewe unafanya uasi, umetokana na shetani, na kama wewe unafanya haki ya Mungu, umetokana na Mungu. Ndio tukasema kwamba Yesu alisema kwamba mtakapompokea yule roho ndiye atakayewatia katika kweli yote. Kwa hivyo tunaona kwamba kwa habari ya kweli na kwa habari ya uongo, kwamba watu ni wa shetani kwa upande wa uongo na watu ni wa Mungu kwa upande wa haki. Kwa hivyo maisha haya ambayo tunaishi, watu wanaweza kuwa wanatenda kazi za ibilisi na wengine wanatenda kazi za Mungu, kwa sababu kazi zote ziko katika maisha ya mwanadamu. Basi ni yeye ambaye amechagua kwamba azifanye kazi za Mungu ama asifanye kazi za shetani. Na kazi za shetani ni uongo, na kazi za Mungu ni kweli. Kwa hivyo tukitenda kweli, sisi ni wa Mungu, lakini tukitenda dhambi, sisi ni wa shetani. Kwa hivyo uone shetani hayuko ng'ambo, na shetani hayuko kwa matajiri. Haimaanishi mtu akitajirika ndio anakuanga wa shetani, ama mtu akiwa maskini ndio anakuanga amelemewa na shetani. Hapana. Shetani yuko tu kwa maskini na shetani yuko tu kwa matajiri, ikiwa mtu mwenyewe amechagua kufanya kazi za nani. Kama umechagua kufanya kazi za shetani, basi utakuwa tu wa shetani. Na kuchagua kazi za shetani, Adamu ndiye alichagulia uzao wa Adamu. Mtu yote ambaye amezaliwa na mwanamke, hakuna jambo njema lililo ndani yake, yani ndani ya mwili wa mtu hakuna jambo la haki liko ndani, bali mambo ambayo yanafanya kazi ndani ya nia ya mwanadamu ni dhambi tu. Kwa hivyo inabidi pia mwanadamu huyu ndio anaambiwa kwamba ni lazima azaliwe upya mara ya pili, awe roho, kwa sababu kilichozaliwa kwa mwili ni mwili tu na kitatekeleza tu matendo ya mwili, lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho na kitafanya mapenzi ya roho, kwa sababu kimetokana na Mungu. Kwa hivyo iwapo tunahitaji kufanya kazi za Mungu, lazima tuchukue hatua kwanza, kwa sababu huwezi kuwa wa Mungu kama haujatokana na yeye. Kwa hivyo tunatokana na Mungu kupitia kuzaliwa. Kama vile mtu hawezi kuwa kabila fulani asipokuwa ametokana na kabila kwa jinsia ya kuzaliwa. Hata kama utanunua uraia na hukuzaliwa huko, basi wewe utaonekana tu ni mwenye kununua, lakini mwenyeji ni yule amezaliwa katika hiyo damu ama katika hiyo kabila. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza amka tu katika blanketi ama katika usingizi wake akasema sasa mimi ni wa Mungu, kama vile watu wamekaa katika ule uongo. Hakuna mtu aamkae katika usingizi ama alikuwa amelala akaona maono alafu akakuwa ni wa Mungu, akakuwa ameokoka, akakuwa amepokea wokovu. Kitu kama hiyo hakiwezi kufanyika, kwa sababu hakuna lineup kama hiyo, hakuna njia kama hiyo ya wokovu. Wokovu huja katika mwanadamu kwa njia tu ya imani, na imani huja kwa kuhubiriwa. Kwa hivyo lazima tu mtu awe anasikiliza, anaona, ndio aweza kupokea wokovu, kwa sababu unahubiriwa neno hilo unapoamini ndilo linakupatia wokovu ama linakupatia kuwa wa Mungu. Kwa sababu hivyo ndio tunaambiwa katika kitabu cha Yohana 1 mstari wa 6 inasema hivi. Yohana 1 mstari wa 6 inasema, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aweze kushuhudia ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuweko na nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuweko ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuweko, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mstari wa 12 nasema, bali wote waliompokea
aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hivyo kupitia kumpokea Yesu ni kuamini jina lake. Wakati tunaamini jina lake, kwa njia hiyo ndio njia pekee ya kuwa mwana wa Mungu, na njia hiyo inapatikana tu mhubiri ndio anakuja na lile neno na anakuhubiria, ndipo unapolipokea lile neno linakufanya kuwa mwana wa Mungu. Na unapofanyika mwana wa Mungu kwa kuamini jina lake, mstari wa 13 inasema, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Inasema hivyo kwamba waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Hao wanaoamini Yesu Kristo ni watoto wanaozaliwa si kwa mapenzi ya mtu wala kwa damu, yaani hawajatokana na mtu mume na mtu mke akazaa mtu huyo, bali wanatokana na Mungu, wanazaliwa kupitia hiyo imani. Wanapoamini wanazaliwa, wanakuwa wa Mungu. Kwa hivyo uzao wao anakuwa na uzao mwingine mpya, kwamba uzao ambao ako nao sasa baada ya kuamini Yesu, anakuwa sasa kabila lake ni watu wa miliki ya Mungu. Anakuwa mmoja pamoja na watu wa nyumbani mwake Mungu, watu wenye haki waliokamilika, watu waliokamilishwa kwa njia ya imani. Kwa hivyo mtu huyu anakuwa kwamba kama yeye alikuwa Mluya na amekwisha amini, basi anamaanisha kwamba anadeclare kwamba yeye hatakuwa Mluya sasa. Kama yeye ni Mnandi hatakuwa Mnandi. Ndio sababu unasema katika Kristo Yesu basi hakuna Myahudi, hakuna Myunani, hakuna mtu huru na hakuna mtumwa, basi wote tunakuwa wote wa kabila ya Mungu. Kabila hiyo ndio tunaitwa wa Kristo, kwa sababu sisi tumetokana na Kristo. Kwa hivyo tunakuwa na ukoo mpya, ukoo wa Mungu, watu ambao wametokana na Mungu. Tunapata jina lingine mpya, tunawacha jina la ukoo. Jina la ukoo linabaki tu kwa sababu hivyo ndio bado uko kwa mwili utaitwa hivyo, lakini kwa ukweli kwamba haujatokana na mwanadamu sasa, kwa sababu mtu huyu anayeamini jina lake hajatokana na binadamu yoyote. Hakuna mwanadamu atadai kwamba yeye ni mtoto wake ama amezaliwa na yeye. Hivyo ndio linakaa hivyo, gawaje ni zito, lakini linakaa hivyo. Unakuwa hauna ukoo katika wanadamu kwa sababu umezaliwa tena mara ya pili. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna njia ya kukua wa Mungu. Wale waliaminiwa jina lake walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wale waliamini jina lake. Kwa hivyo kama wewe haujaamini jina hilo, kwa sababu wengine wameamini, lakini wameamini kwa jinsia isivyo sawa sawa. Wameamini tu vitu yao, wameamini tu watu, wameamini miungu mingine, lakini wameweka ndani kwamba wao wameamini Yesu. Lakini ukweli ni kwamba kuna watu ambao hata ukiulizwa swali unaweza kujibu kujibu kuna kushinda kujibu kama wao ni wa Kristo ama ni wa kina nani, lakini wako tu pale kwa sababu wenye hekima watawaweka tu katika hali ya kuwa ni wa Kristo. Lakini ukiuliza mtu kuna watu katika Kenya hii wanaitwangwa African Bee ama msalaba ya green. Watu hawa wako huko Kawangware, wako huko Western, huko Mount Elgon. Watu hawa ukiulizwa kama ni wa Kristo, si watu wanasema ni wa Kristo tu, kwa sababu hata mahali wa Kristo wanakusanyika wakiwa na maombi, hata tukiwa na maombi ya taifa wanakuanga hapo, lakini hawamtaji Kristo, sababu wao wanamtaja Elijah. Na Elijah ambaye wanamtaja, Elijah huyo si Elijah ambaye ako katika maandiko. Wanamtaja Elijah wao ambaye ni wa hapa tu Kenya, hapa Trans Nzoia tu, Elijah wa hapo. Sasa lakini ukiulizwa swali ni rahisi sana kusema ni wa Kristo.
watu wengine wako ni Reggio Maria. Sasa ni Wakristo. Ukiuliza sana watu hakuna mtu hajui kama ni Wakristo, lakini ukweli ni Wakristo. Yani ni maswali ambayo tunajaribu kuulizana, kwa sababu watu wako wengine wako hata ni Jehovah Witness. Jehovah Witness hao ni wa Jehova, lakini si Wakristo, lakini wako ndani ya Wakristo, lakini wakikiri na injili, wakihubiri, wanamhubiri Jehova, hawamhubiri Kristo, wanamhubiri Jehova, ingawaje wanajua Kristo ni mwana wa Mungu, hivyo wanamtambua, lakini wao wanatambua ni Yehova, na wakitembea wanashuhudia habari za Yehova, wakitafuta kujua kama wanadamu wanajua jina la Mungu ambalo ni Jehova. Lakini injili ya Kristo haisemi hivyo. Injili ya Kristo ndiye alisema kwamba nyinyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria mpaka misho ya dunia. Kwa hivyo kama kuna mashahidi wa Jehova, basi pia kuna mashahidi wa Yesu. Kwa hivyo kuna mashahidi ya aina mbili. Hawa wanatoka Yerusalemu, Judea, Samaria mpaka misho ya dunia. Lakini sijui hao wengine nao walitoka wapi, kwa sababu hawa mashahidi wa Yesu wametoka Yerusalemu, Judea, Samaria mpaka misho ya dunia. Lakini utaona hawa nao kuna mahali wametoka, kwa sababu mjenzi wao ama mwanzilishi wao mahali ametoka, hapo ndio watatoka wakishuhudia habari za Yehova tena mpaka mwisho ya dunia. Sasa unaona kwamba watu hawa wote wanakuwa kwamba tunaona kama ni Wakristo. Hiyo ndio uongo, hizo ndio tabia za shetani, kwa sababu shetani anafanya kitu cha uongo kionekana kama ni cha ukweli, ambapo hizo ndio tabia za shetani. Kwa hivyo watu tu ni wa shetani kulingana na maisha ambayo wanaishi, iwe ni kijijini, iwe ni mjini, iwe ni local ama ni international. Watu wote ambao wana tabia za uongo, wanakaa katika uongo, waliodanganya na waliodanganyika, wote wanakuanga wa shetani. Kwa hivyo huwezi kudanganywa na udanganyike na ukue wa Mungu kama vile watu wanavyodai. Hapana, kama tumedanganyika, anayeweza kulaumika ni yule aliyetudanganya. Hapana, kwa Mungu hakuna hivyo. Wewe ukidanganywa na udanganyike, yule aliyedanganya na yule aliyekubaliana na yule aliyedanganya, wote ni waongo, na uongo ni tabia za shetani. Kwa hivyo neno ndio linaweza kuprove, kwa sababu tukiwa wa kweli, yani tukifahamu kweli, tukikaa katika kweli, ile kweli ndio inatuweka huru. Kwa hivyo kwa saa kama hivi tunaangalia neno kila upande. Hivyo ninasema kwamba hatutaki kuangalia shetani kutoka mahali ulipo, na hatutaki kuangalia shetani kwa kiwango kikubwa vile watu wanaangalia shetani, sababu watu wanaangalia shetani kwa kiwango ambacho imagination ni kubwa, kwamba ukiingia kwa shetani, ukienda kwa Illuminati ama ndio utatoa mama yako, utatoa mtoto wako, utatoa mke wako, utafanya nini? Ukienda huko kwa shetani utakunywa damu ya watu, utakula mili ya watu, utatoa nguo, utaenda usiku nyuma. Hizo ni imagination ambazo ni kubwa ambazo zinapoteza ushetani. Basi sasa shetani anajua watu wamepotea, hata wamjui yako wapi, kwa sababu hata wengine wamemtumikia shetani pasipo kujua, kwa sababu wana imagination ambazo ni kubwa kuliko shetani mwenyewe. Kwa sababu tukiangalia vile Yakobo anaeleza habari hizi, pia tunaweza kuangalia, kwa sababu tishio letu ni shetani, na tunaweza kuwa tu wa shetani na tusiweze kujua, tukifikiri watu wengine wako mbali na makao yetu, wako mbali na familia zetu ambaye ni wa shetani, kumbe ni sisi wenyewe. Kwa hivyo tukiangalia waraka wa Yakobo aya ya 3 mstari wa 13, tutaona ni nani aliye na hekima na ufahamu, na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli.
Unaona sasa mtu anaweza dai kwamba ako na Roho Mtakatifu, Roho alimfunulia, lakini ana uchungu moyoni mwake, ana ugomvi, ana uadui mwingine. Huyo mtu anasema uongo juu ya kweli. Unajua, ukisema tu wewe ni Mkristo, hiyo Kristo ni kweli. Basi ukisema tu wewe ni Mkristo na uko na hizi tabia, wewe umesema uongo juu ya kweli. Basi na baba wa uongo ni Shetani. Kwa hivyo yeyote ambaye anasema ni Mkristo lakini ako na hizi tabia, na hizi hizo ndio saini za Shetani. Wacha zile ambazo tunaambiwa mtu akifanya vidole namna hii, ukiona mtu saini amefanya hivi, ujuange huyo mtu ni wa devil. Ukiona mtu amevaa nguo namna hivi, yani watu wamepeleka ushetani hata kwa vyakula, hata kwa manguo. Ushetani hauko huko. Ushetani huko tu katika tabia za mtu, lakini ushetani hauko katika vitu fulani. Tukiona mchoro ya namna hii, ujue hiyo mchoro ni ya Shetani. Ukiona hiyo rectangle, ujue hiyo ni ya Shetani. Ukiona dhehebu liko na hiyo sign, hiyo dhehebu ni la Shetani. Hizo ni imagination na storyteller, lakini kulingana na neno la Mungu, sign za Shetani ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu ana Shetani ama ni wa Shetani, kwanza ni uongo. Anasema inasema kanda, lakini mkiwa na wivu. Kwanza wivu ni saini moja ya Shetani. Kwa hivyo mtu aliye na wivu ajue kwamba ako na alama ya Shetani. Wenye uchungu, hiyo ni alama nyingine ya Shetani. Na ugomvi mioni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo si ile ishukaye kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia za binadamu na Shetani. Hiyo ni hekima ya tabia za Shetani, za binadamu na Shetani. Kwa hivyo unaona, mwanadamu ndio akona tabia hizo za wivu, hasira, uchungu, ugomvi mioyoni mwenu. Vitu hivyo ni tabia za binadamu na Shetani. Kwa hivyo ni nani huyo? Si ni ndugu yako huyo tu? Si ni yule mke wako tu? Si ni yule mtoto wako tu? Sasa amewahi kwenda mahali, amewahi kusikia kwamba ameenda mahali na akatajirika ama akatoa mtu? Hapana. Katika hali hiyo tu ya uchungu unaweza kutoa mtu sadaka kwa Shetani. Ukiwa tu maskini hivyo utatoa mtu sadaka kwa Shetani. Ni maskini wangapi tunasikia katika runinga kwa sababu ya hasira wameua mtu. Basi hasira hiyo iliyokufanya umuue mtu, hiyo ni matendo ya Shetani. Basi hasira hiyo imesababisha umuue mtoto, umuue mke wako. Hiyo ndio umetolea Shetani sadaka. Kutokana na tabia zake za hasira, unakuwa umetolea Shetani sadaka. Umetolea Shetani sadaka kwa sababu umemuua mtu kutokana na wivu. Kwa sababu umetamani mke wake, umetamani mtoto wake, umetamani biashara yake, ulitamani shamba yake. Kwa hivyo hiyo tamaa, ile uchungu ikasababisha umwekee huyu jirani sumu akufe. Basi si wewe tu yule ambaye ni jirani, wewe ni muabudu Shetani. Maana baada ya kusikia wivu ukachukua sumu ama ukamnunulia watu wakamuua, basi wewe umemtoa sadaka. Wewe mwenyewe umemtoa sadaka umetoa sadaka kwa Shetani kupitia kwa wivu ambayo wewe unakuwa uko nao. Kwa hivyo Bwana Mungu wetu ni mwema, ambaye anatujalia kwamba tunataka pia tumuelewe Shetani, sababu tumedanganyika sana. Tunaambiwa tu kwamba watoto wako wako na madhabahu ya Shetani, nini nyumba yako iko na madhabahu ya Shetani, biashara yako iliwekwa madhabahu ya Shetani. Lakini kumbe hapo kwa biashara kuna tabia za kishetani zinazofanyika hapo. Maana hiyo biashara umeweka ilizi hapo. Hiyo ilizi inamaanisha kwamba nguvu ambazo unatumia kufanya biashara ama kupata faida sio nguvu za Mungu, hazitokani na kuamini Mungu. Umeamini ndani ya ilizi na nguvu za uchawi. Kwa hiyo wewe ni muabudu Shetani, ingawaje hujawahi kenda Illuminati, haujawahi kujisajili kwa Freemason. Vile nimesema kwamba hizo ni big imagination, yani imagination kubwa ambazo haziko. Watu wanawacha tu Shetani karibu. Kwa hivyo Shetani uko tu karibu, uko tu hapo nyumbani tu, uko tu hapo kwa bedroom yako, uko tu hapo tu mahali kwa
sitting room yako, ushetani huko hapo, kwa sababu zile tabia unafanya ni za shetani. Kwa hivyo tuangalie shetani kwa karibu ndio tuweze kumpinga. Tukimwona shetani huko kwa Illuminati na huko kwa Freemasons, hatutamkataa, kwa sababu matendo yetu ambayo tunatenda ndio tabia za kishetani. Basi ikiwa matendo yetu ndio tabia za kishetani, si ushetani huo na si kuabudu shetani huko. Kwa hivyo hakuna kuabudu shetani kwingine kukubwa. Hata watu wanaotembea na magari makubwa ndio waabudu shetani. Hapana, watu hawa tu tunaoishi, tukikula nao, tukitembea nao, tukifanya kazi nao, kwa sababu ya uongo wao, ni waabudu shetani. Kwa hivyo Mungu ni mwema. Karibu tu. Haujazuiliwa pita tu. Kwa hivyo mbarikiwe sana, kwa sababu niko kwa nyumba na watu wanaingia, ninawakaribisha tu. Neema ya Mungu ikazidi kutufunika, kwa sababu Mungu ni mwema, ambaye anatujalia kuona shetani kwa karibu sana, kama vile Mungu anavyotaka tumuone. Kwa hivyo tuone vile Yohana anavyosema katika waraka wa kwanza wa Yohana. Tuone kwamba 3 inasema, waraka wa kwanza wa Yohana 3 inasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Inasema kwamba ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Basi kwa sababu neno la Mungu liko, kila atendaye dhambi afanya uasi. Sasa tuangalie neno hilo ambayo mwalimu huyu Yohana anatufundisha. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Yaani ukiwa ndani ya Kristo Yesu, ujue ndani ya Kristo hakuna dhambi. Ndani ya Kristo Yesu iko tu haki. Ndio Paulo alisema kwamba ikiwa tumeamini Yesu tudumu katika dhambi, neema izidi kuongezeka. Hasha, sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kwa hivyo mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamempita, sasa ni mapya. Hivyo ndio neno linasema kwamba mitume hao wote wanatuhatarisha kwamba dhambi haimo ndani yake. Kila akae ndani yake hatendi dhambi, na kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki. Wale ambao wamekwisha kufanyika watoto wa Mungu kwa kuamini jina lake, mtu asiwadanganye kwamba ati hakuna mwenye haki. Hiyo ni uongo. Yule ambaye anadanganya wengine, kwa sababu wengi sana wamekuja wakidanganya wengine, kwa sababu wanatumianga mstari huu katika kitabu hiki. Nisema tutarudia tu vitabu hivyo mpaka ukweli utakapodhihirika. Kama vile uongo ulitapakaa, hata ukweli pia utaendelea kutapakaa. Tufungue Warumi tuone yule ambaye maneno ambayo wanatumia ili wanayafanya kuwa uongo. Inasema kwamba Warumi 11 mstari wa 9. Hii ndio maneno wanasema. Na Daudi asema, meza yao na iwe tanzi na mtego, na kitu cha kuwakwaza na malipo kwao, na macho yao yatiwe giza wasione, ukawainamisha mgongo wao siku zote. Tukirudi chapter 10, chapter 10 verse 16. Karibuni tu. Sijazuilia jambo lolote. Nafasi iko tu ya kuendelea na shughuli zingine. Neno linaendelea kwa hali zote.
chapter 10 verse 16. Lakini si wote waliotii ile habari njema, kwa maana Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata misho ya ulimwengu. Lakini nasema je, Waisraeli hawakufahamu? Hawakufahamu? Kwanza Musa anena, nitatia wivu kwa watu ambao si taifa, kwa taifa lisilo na ufahamu nitawakadhabisha. Na Isaya naye na ujasiri mwingi asema, nalipatikana nao wasio nitafuta, nalizihirika kwao wasio niuliza. Kwa hivyo maneno haya tunapo zidi kuyaangalia vile yalivyo, hivyo utaona kwamba katika maneno hayo kwamba ndio Yohana anasema kwamba mtu asiwadanganye, kila akae ndani yake atendi dhambi, na kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Na watoto wadogo, mtu asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo wa haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Unaona sasa, atendaye haki yuna haki kama vile yeye alivyo na haki, yani Mungu. Naye atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu dhambi ni uasi tu. Uasi tu ni hiyo, ule uongo, ule wivu, ile hasira, ile chuki, ile ugomvi, ile uadui, ile ufisari, ile unyang'anyi, ule wizi. Atendaye hiyo, huyo ni wa Ibilisi. Huyo ni wa Ibilisi, na Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Yesu alidhihirishwa hapa duniani na pale msalabani ili avunje kazi za Ibilisi. Yesu alikuja kuvunja kazi za Ibilisi, ambayo ni uadui, ni wivu, ni uchungu na hasira. Uasi ndio kazi za Ibilisi. Dhambi ndio kazi za Ibilisi. Sasa Yesu alidhihirishwa akuja kuvunja hizo ili watu wawe wenye haki. Watu wawe wenye haki, wawe wamekamilika kama yeye alivyo mkamilifu. Kwa hivyo Yesu hakudhihirishwa tu pale msalabani hadi damu yake ilimwagika. Unaona sasa, ilimwagika kwa ajili ya kutakasa na kuvunja kazi za Ibilisi, ili tuwe watu watakatifu, kwa sababu damu ya Yesu inatuosha dhambi zetu. Ndio sababu Petro alisema kwamba tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mkaweza kupata ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mtapokea kipawa, mpate kusamehewa dhambi. Kwa hivyo dhambi ambazo zilikuwa zimetangulia, yani dhambi ambazo tulikuwa tumetangulia kuzifanya, damu ya Yesu ilituosha. Sisi hakuna kitu tulifanya, bali tulipata tu utakaso, tukapata utakatifu katika kuoshwa dhambi hizo kwa damu ya Yesu. Kwa hivyo damu ya Yesu ilimwagika ili kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa hivyo ikiwa mtu yuko katika imani ya Kristo Yesu na anasema kwamba hakuna mwenye haki, sisi sote tumeoza, hakuna mtafutaye Mungu, huyo mtu ni muongo. Yeye anataka kudanganya. Na wale wote wanayokubaliana na ule muongo, sababu mwenye kusema maneno hayo hakukuwa anamaanisha watu wafanye dhambi, bali kwa sababu huyu dhambi zimemshinda, basi ana sababu ya kusema kwamba wapendwa, sisi sote ni wenye dhambi, hakuna mwenye haki hata mmoja, sisi sote tumepotea, hakuna mtafutaye Mungu. Hivyo ndio inahubiriwa katika masinagogi yao na katika mikutano yao. Lakini ukweli wa mambo, imani, mtu ambaye anasema hiyo, huyo ni muongo, kwa sababu atendaye haki yuna haki kama vile yeye alivyo mwenye haki. Basi na atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirisha ili azivunje kazi za Ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu
amezaliwa kutokana na Mungu. Hiyo tutazidi kusema na tutasema kwa nguvu sana, kwa sababu mtu yote ambaye amezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu ametokana na Mungu na uzao wake umetokana na Mungu. Yani uzao wake, yani paka damu yake yenyewe ni Mungu. Ukikata hivi ni Mungu. Ukikata hivi ni kweli. Yani huyo mtu hawezi kutenda dhambi. Na ukiona mtu wa namna hiyo, basi yeye hakuzaliwa na Mungu, bali yeye amejifanya. Sababu kuna watu wengi sana wanajifanya ni wa Mungu. Nasema kuna kujifanya na kuna kuzaliwa na Mungu. Alafu inasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Katika hilo tu la dhambi na haki, watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Mtu yeyote katika hilo ni dhahiri tu kwamba hawa ni watoto wa Ibilisi. Kwa hivyo wewe angalia tu mahali huko. Ni watoto wa Ibilisi ni wangapi hapo? Angalia tu mahali umekaa, iwe ni kazini, iwe ni kwa duka, iwe ni kwa barabara, iwe ni kwa soko, hata hapo kwa gari. Mahali umekaa, kwa sababu hili ni dhahiri. Katika uasi na haki inadhihirisha hawa ni wa Ibilisi na hawa ni wa Mungu kwa matendo, kwa sababu kazi za Ibilisi zinaonekana wazi wazi, pia kazi za Mungu zimezihirika wazi kwa matendo, zimezihirika. Hakuna ile imefichika yenye mtu anasema unajua kazi ya Mungu ni ya rohoni. Mtu hawezi kujua kama wewe unafanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni matendo ambayo unatenda. Na wengine pia wakatafsiri kazi ya Mungu ni kwenda kufagia kwa sinagogi, ni kupanga viti, ni kwenda kubeba speaker, ni kutengeneza nini. Unasema kuja ufanye kazi ya Mungu. Unajua ukiwasha hii vitu unafanya kazi ya Mungu. Sasa watu wakapotea, hawajui kufanya kazi ya Mungu ni gani. Kwa sababu hivyo sasa mtu anang'ang'ana tu, unajua mimi nimeosha hizi vitu ninafanya kazi ya Mungu. Unajua mimi nimepanga hii viti ya pastor, hiyo ni kazi ya Mungu na Mungu hatakulipa. Mungu hatakulipa kwa kupanga viti wala kupalilia maua ambayo iko karibu na sinagogi. Hata hiyo ni kazi ya Mungu. Uwekelee maji, hiyo ni kazi ya dunia, unafaa kulipa mshahara. Huyo unadhulumiwa tu. Kazi ya Mungu ni kufanya haki. Na Mungu ni mwema ambaye anatujalia, kwa sababu maneno haya ni matamu sana. Naona hata wapendwa wako hapa wanafurahi kwa sababu ni maneno mazuri. Wanacheka tu, ni ile wanajifinya tu, lakini wanaweza cheka tu kama wanaweza kufurahi, kwa sababu ni maneno mazuri ambaye inashangaza, kwa sababu watu wametafsiri neno la Mungu vibaya. Ndio sababu Petro alituonya jana kupitia kwa maandiko kwamba unabii huyu mtu hawezi kutafsiri vile apendavyo. Utafsiriwi jinsi apendavyo tu mtu, kwa sababu hayukuletwe kwa hadithi zilizotungwa, bali walinena maneno ya Mungu. Wanadamu walinena maneno ya Mungu wakiongozwa na Roho. Kwa hivyo usipoongozwa na Roho, hata kufasiri kazi ya Mungu, hata kuelewa fumbo kazi ya Mungu ni nini, utaweka tu watu kwa kazi ambayo si ya Mungu. Ni kwa kazi tu ambayo wanafaa wawe wanalipwa mshahara, lakini wewe unawadhulumu kwa njia hiyo, kwa sababu umefasiri kazi ya Mungu ni hiyo. Lakini kazi ya Mungu ni hiyo ambaye Yesu alikuja kutenda. Yesu alikuja kuvunja kazi ya Ibilisi kwa njia ya kutenda kazi ya Mungu. Yesu alipozihirishwa alikuja kuvunja kazi ya Ibilisi ambaye ni yale matendo ambayo tunaona. Kwa hivyo katika hili ni dhahiri watoto wa Ibilisi wanajulikana. Mtu yeyote asiwadanganye, asiyetenda haki atokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Maana hii ndiyo habari mliosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi, kama Kaini si kama Kaini alivyokuwa wa yule muovu akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya. Alimuua Kaini alimuua Abeli kwa sababu matendo yake ya Kaini yalikuwa mabaya. Kwa matendo mabaya ya Kaini ilisababisha amuue ndugu yake, na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Matendo ya Abeli yalikuwa ya haki na matendo ya Kaini yalikuwa mabaya. Kwa hivyo unaona kwamba tunapoangalia kwa habari za kuabudu shetani, tunaangalia tu kwa matendo.
Hatuangalii kwa saini vile watu wanafanya vidole, vile nguo vile watu wanavaa, mahali watu wanaenda, mahali watu wanaka, kwa sababu watu wametishia tu wengine. Hata mtu anakuambia unaona gari ya aina fulani, ukipanda hiyo gari nyeusi hiyo ni ya madevo. Ukipanda hiyo gari ambayo imeandikwa maskeleton, hiyo ni ya madevo. Yaani watu wametishiana tu mpaka hata mtu anaweza kulala kwa barabara kwa sababu hataki kupanda gari nyeusi kwa sababu aliambia ni ya madevo. Hapana, tabia za mtu ndio za shetani, tabia ambazo watu wanafanya. Unaona sasa ndio za shetani. Hata kama gari itaingilia ndani, mwanadamu hataingiza, lakini mtu mwenyewe ukiwa tu wewe, tabia ambazo uko nazo sasa zitadhihirisha wewe ni wa kweli ama wewe ni wa uongo. Kwa hivyo tunapoangalia maneno ya Mungu, tuiangalie kwa njia ya kweli. Ni maneno hayo yamepotoshwa namna gani? Kwa sababu hivyo ndio Petro alionya kwamba Paulo amenena maneno mengine kwa hekima ya juu, hata watu wengine, watu wasiokuwa na elimu na ufahamu huyapotoza tu maandiko kama vile wanapoteza maandiko mengine. Kwa hivyo maneno haya ya Mungu iliyoletwe na mitume wetu, hiyo maneno ndio ya kweli. Ndio walisema kwamba tuangalie sana yale tunayohubiriwa ama yale tunayoshika ama yale tunayo kama inafanana na hii. Kwa hivyo kwa sehemu hiyo tunapoendelea kuangalia kwa upana, tunaona kwamba shetani ni tabia na Mungu ni tabia. Matendo ya haki ndio Mungu. Unasema kwamba mkipendana Mungu yu kati yenu, kwa sababu Mungu ni upendo. Lakini mkichukiana, basi shetani yako katikati yenu, kwa sababu shetani ni chuki, pia ni muongo. Kwa hivyo tuna sababu hiyo ya kushiriki neno hilo la kuangalia kwamba ni nini ambalo tunafaa kuangalia maneno ya Mungu ili tuepukane na shetani, kwa sababu tunafaa kuepukana na shetani haraka sana, kwa sababu siku hiyo inafanya haraka sana. Siku hiyo inafanya haraka sana. Bwana yu karibu. Unaona sasa, tufanye haraka sana, tuzaliwe mara ya pili, tuamini Yesu, kwa sababu siku hiyo iko karibu sana na inafanya haraka sana. Kwa hivyo tunawaonya kwa huruma zake Mungu, tuwe wenye kusikiliza. Basi usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako siku itoo leo, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Unaona sasa, likubali lile neno. Basi kama wewe uko katika sehemu, uko katika kikundi cha watu wanaofanya maneno ya namna hiyo, basi wewe uko katika hatari. Lakini ukikombolewa, ukiamini Yesu, damu yake itakuosha na utakuwa mwenye haki kama vile alivyo wa haki. Kwa hivyo mtu asikudanganye. Watoto wa ibilisi ni dhahiri na watoto wa Mungu ni dhahiri kwa hayo matendo yao, kwa njia zao. Kwa hivyo tafakarini sana njia zenu. Ninyi ambaye mmesikiliza kwa muda huu mchache, tafakarini sana hayo. Hii tutafakari sana usiku. Kila mtu atafakari, huyu mimi matendo yangu ni iko upande wa Mungu ama iko upande wa shetani. Tafakarini sana matendo haya ya huyu ambaye tuko naye, kikundi nimekaa ndani, familia ninakaa ndani, majirani, ni wangapi wako upande wa Mungu na ni wangapi wako upande wa shetani? Basi ikiwa mtu ako na matendo mabaya ya dhambi ya shetani na anasema ni Mkristo na anasema ati yeye ameokoka, yeye ni muongo, anasema uongo juu ya kweli, mtoe hapo. Na Bwana hakusema kwamba umtoe, alisema tokeni katikati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Basi katika himizo hilo na katika ufahamu huo, na Mungu awabariki. Tutakutana tu hata kama ni usiku tena, hata kama ni asubuhi tena, mahali tu Mungu atatujalia tutakuwa tukikutana, na mbarikiwe sana.